barabara ya kama chini ya kilomita 1 ndani ya KPA badala ya kugharimu 1.7 billion inagharimu 8.44 billion. A difference of more than 6 billion. 6 billion imeibiwa. Hao ilikuwa ingeibiwa. Walikuwa wanataka kutoa oil pahali mafuta inapokelewa wa kuchange kutoka pahali pengine paka hapa. Wakakuja na ile tenders inafanywa. Unajua tender ya serikali ile yaani ile contract watu wanapewa, wale kandarasi wanapewa kufanya kazi. Iko na utaratibu wake. Zile kampuni ambao zina uwezo wa kufanya hiyo kazi zinakuja, zinapewa, zinaleta ile tunaita tender. Alafu ile ambao ina bei mzuri na inajulikana inaweza fanya hiyo kazi mzuri ndio inapewa. Hiyo sheria wakaweka kando, wakapatia kampuni ya China ambao haijahitimu, haijafanya kazi ambayo inajulikana, na kama ingeendelea kama sio hiyo upeperushi hiyo imetoa, kama ingeendelea tungepoteza mabilioni, more than 10 billion shillings. Alafu mnajiuliza kwa nini watoto hawaendi shule? Kwa nini dawa hakuna kwa hospitalini? Mnaona pahali pesa naenda? Hii yote ni pesa inaenda kwa mifuko ya watu. Hiyo muhuri ya serikali inatakikana kukaa kwa ofisi ya Attorney General. Ofisi ya Attorney General. Na wakati inawekwa kwa maandishi yoyote kama contract, kama ile contract, Attorney General mwenyewe anatakikana kuwa huko. Kwa nini? Attorney General ndio sheria mkuu, mwanasheria mkuu wa serikali. Anatakikana kuwa huko kwa sababu kitu ambao watu wa Kenya wanaweka muhuri yao, lazima Attorney General ahakikishe ya kwamba hiyo kitu imefanywa kulingana na katiba yetu. Mnanielewa? Kwanza kabisa imefanywa kulingana na katiba. Imefanywa kulingana na sheria ambao inatakikana. That is why Attorney General anatakikana kuwa huko. Hiyo ni kusema ya kwamba kabla muhuri ichawekwa kwa kitu chochote serikali ya Kenya inafanya, Attorney General anatakikana kukisoma kwa makini, ahakikishe iko sawa. Juzi tumeambiwa ati hiyo muhuri imetolewa kutoka kwa ofisi ya Attorney General imeenda State House. Mengi hata wewe unaweza kufikiria ni kwa nini itolewe kwa Attorney General iende State House. Jiamulie wewe mwenyewe. Jiamulie wewe mwenyewe. Mambo kama hayo ndio yanaangamiza nchi yetu. Hiyo muhuri ya serikali inaenda kutumika kuweka contract, kuweka agreement ambao badala ya agreement kukost bilioni 1 na cost bilioni 10. Hiyo bilioni 9 zaidi wewe ndio unalipa, mimi ndio nalipa. Alafu useme hakuna barabara, hakuna madawa, hakuna nini. Tutawezaje kuendelea mbele tukiwa na wizi kama huo? Tukianza kuzungumzia mambo ya hakuna madawa hospitalini, watoto hawaendi shule, barabara zimekwisha. Mambo kama hayo yanaendelea kuendelea. Ili tukomeshe hiyo, tunaomba 2027. Mnajua wananchi mko na nguvu.
ile kura yako ni nguvu, 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 nguvu. 2027 tarehe ya kura, munaweka kila kitu kando. Kila kitu kando. Kama ni kusimama kwa laini kwa siku yote mzima, usimame kwa sababu unataka change. Unataka mabadilisho. Nataka kuhakikishia ya kwamba mkifanya hiyo mabadiliko, munipatie mamlaka, hiyo ufisadi itakuisha.